Sehemu nitakayoenda kusimamia ni wazo kuu hili ambalo tuko nalo, ambalo tunasema familia takatifu. Na zaidi ya yote tutasoma katika Injili ya Luka mtakatifu. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 2 kuanzia na aya ile ya 42. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 2 kuanzia na aya ile ya 42. Na alipofikisha umri wa miaka 12 walipanda kama ilivyo desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kutimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakazani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakamtafuta katika jamaa zao na wenzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Basi katika asubuhi ya leo tunapojifunza kuhusu familia takatifu, tunaona kuwa familia hii takatifu ya Yesu pamoja na wazazi wake, tunaona kuwa wanakuwa na desturi ya kwenda kule Yerusalemu. Lakini wanapoenda kule Yerusalemu, wanaenda na kuadhimisha sikukuu na mambo mbalimbali ambayo yanatokea kule. Lakini katika wakati ule wa kuadhimisha na baadaye wanamaliza, wanarejea nyumbani kwao, tunaona kuwa Yesu Kristo anabaki kule akijifunza mambo mbalimbali sana. Lakini sasa Yesu Kristo anapobaki kule, anapoendelea kujifunza, tunaona kuwa familia ya Yesu Kristo ilikuwa haijui, na pengine tuseme hakuwaaga, lakini yeye alijiengua pamoja nao, akaenda kusikiliza neno la Mungu. Na zaidi ya yote alikuwa akiuliza maswali kwa wale wazee ambao waliokuwa wanahudumu au wapo kwenye hekalu lile. Tunaona kuwa baba na mama na jamaa zake Yesu Kristo wanapojua kuwa hayupo katikati yao, wanaanza tena kumtafuta. Maandiko yanasema wanapita kwenye jamaa zao wakimtafuta. Maana ilikuwa ni sikukuu ya familia, ina maana watu walikuwa wanaenda makundi kwa makundi au koo kwa koo. Wanaondoka wanaenda kwenye familia nyingine, anauliziwa Yesu Kristo, wanaambiwa hapa hayupo. Wanaondoka tena wanaenda kwenye familia nyingine au kwenye kaya nyingine tena, lakini wanaambiwa pia hayupo. Zaidi ya yote wanapojua kuwa hayupo kwenye zile kaya au kwenye zile familia, tunaona kuwa wanaamua tena waondoke, warudi tena Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaanza kuona kuwa umuhimu wa familia na familia hii jinsi ilivyokuwa. Familia hii baada ya kuona kuwa mtoto wao hayupo, wanachukua jukumu tena la kurudi nyuma kwenda kumtafuta. Hawakumwacha. Ingekuwa wengine wangesema tu huyu mtoto kashakuwa, basi tumwache, yeye mwenyewe atarudi nyumbani. Lakini familia ile takatifu haikufanya hivyo. Baada ya kuona kuwa mtoto wao kapotea au mtoto wao haonekani, wao hawakumwacha, ilibidi tena warudi Yerusalemu kwa ajili ya kumtafuta. Wanapofika Yerusalemu, wanamkuta Yesu Kristo yuko anajifunza katikati ya makuhani. Na anapojifunza baadaye, anapomaliza, wazazi wake wanamfuata, wanamwambia, ndipo unakuja kuyaona yale maswali. Mamaye na ndugu zake pale wanamuuliza, lakini Yesu Kristo pia anaendelea kujibu. Lakini hata kwenye yale majibu hakuonyesha dharau, hakuonyesha kiburi. Aliwajibu katika majibu ambayo ni mazuri. Hata mamaye anapoyasikia yale majibu, anajua kuwa kuna kitu ambacho mwanangu kweli alibaki akiendelea kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa tukija katikati ya maisha haya ya kila siku, je, sisi kama familia ya leo, sisi kama familia ya kanisa hili la leo ambalo tunasema familia takatifu, na sisi katika familia hizi za leo, je, tumewapoteza watu wangapi ndani ya familia zetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kuangalia kwenye baadhi ya familia, unakuta kuona kuna watoto pengine hawaendi katika zile njia ambazo ni sahihi. Unakuta muda mwingine wazazi wanainuka na kuwakatia tamaa. Unakuta wazazi wengine wanasema tu huyu mtoto ni kazi yake yeye ni kuvuta bangi, basi mwache avute bangi na apotelee huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni baadhi ya familia ambazo tupo nazo. Wakiona mtoto anapotea, wanamwacha apotee. Au wakiona mtoto anaenda kwenye njia ambazo hazifai, unakuta basi familia imekuwa ni familia yani ya kujitenga au ya kuacha watoto hadi na kuhakikisha kabisa wanapotea. Lakini tunajifunza kwenye familia hii, tunaona kuwa wao wanapotambua kuwa mtoto wao haonekani, mtoto wao hayupo, wanaondoka tena wanarudi, japokuwa alisafiri ni safari ya mbali sana. Lakini hawakukata tamaa, wanarudi tena Yerusalemu
kwa ajili ya kumtafuta mtoto wao, na wanapompata inakuwa ni furaha, lakini zaidi ya yote ilionyesha kuwa familia inatakiwa kuwa ni familia ambayo inayojali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili tunajifunza kupitia kisa hiki. Tunaona kuwa familia ya Mariamu na Yusufu walimjali Yesu Kristo. Japokuwa toka mimbake na tumbo aliambiwa kabisa, huyu atakayezaliwa atakuwa ni Mungu, huyu atakayezaliwa atakuwa ni mtu fulani, lakini kwenye yale makuzi wanaendelea pia kumjali na kuendelea kuhakikisha anakuwa katika misingi mizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunaona kuwa kwenye familia nyingi au kwenye baadhi ya familia zetu tunaona kuwa kuna wazazi au kuna baadhi ya wazazi wanaendelea kuacha familia inaendelea kukua kwenye ile misingi ambayo haifai. Tunajifunza kupitia familia ya Mariamu na Yusufu. Tunaona kuwa waliendelea kufuatilia misingi ya Yesu Kristo. Japokuwa waliambiwa kabisa kuwa huyu ni Mungu, lakini hawakumwacha tu aendelee kukua yeye kama peke yake. Wao waliendelea kuwa nyuma yake, waliendelea kumsapoti kwenye makuzi yake, waliendelea kumsapoti hata katika mazingira mengi aliyokuwa anapita. Tunaona kuwa familia ile ilimsapoti, haikumwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija kusoma pia kwenye ujumbe wa neno la Mungu, hata alipokuwa mchanga wanapewa ule ujumbe na Mungu kuwa inatakiwa waondoke waende Misri kujificha. Tunaona kuwa wao walitii, waliendelea kuilinda ile familia, waliendelea kumlinda Yesu Kristo. Waliondoka naye wakaja hadi Misri kwa ajili ya kujificha na kumkimbia ule mfalme ambaye alitaka angamize watoto wote. Hii ndiyo familia takatifu ambayo Yusufu, Mariamu na Yesu pamoja na ndugu zake wengine ilikuwa kuwa ni familia bora katikati ya wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zaidi ya yote, na sisi kama kanisa la leo tuna wajibu pia kujifunza kupitia familia hii. Pasipo kutazama, hata kama kuna muda mwingine kwenye familia tunazaliwa, kuna watoto wengine wanakuwa ni wasumbufu, kuna wengine wanakuwa hawafai, lakini neno la Mungu linatukumbusha kuwa pamoja na kutokufaa kwao, familia inatakiwa itambue wajibu wake kama familia. Inatakiwa iwafuatilie, hata kama hawafai basi tuendelee kuwaombea. Hata kama wanavuta bangi, hata kama wamekuwa kwenye tabia nyingine ambazo hazifai, familia ina wajibu na jukumu la kuwatafuta na kuhakikisha tunawaleta tena kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hii ndiyo familia takatifu ya Yesu Kristo. Lakini zaidi ya yote, na sisi tuna mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza kwenye familia hii. Hata tunaona kuwa mtoto Yesu Kristo alipokuwa haonekani, familia ilirudi tena. Haikujalisha kuwa imetembea umbali gani, haikujalisha kuwa wameenda urefu gani. Hayo yote hawakuyatazama. Hawakutazama ni usumbufu gani watakaotumia kumpata mtoto. Hawakutambua huo wala hawakuangalia kabisa. Wao waliangalia kuwa huyu ni mmoja wapo wa familia yetu, na sisi kama wazazi tuna wajibu wa kusimama naye. Sisi kama wazazi tuna wajibu wa kumtafuta. Sisi kama wazazi tuna wajibu wa kumsapoti. Sisi kama wazazi tuna wajibu wa kumwombea. Sisi kama wazazi tuna wajibu wa kuwa naye na kuhakikisha tunamlinda hata utakapokuja ule wakati wake. Sasa Mungu yeye ndiye atakamuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunaona kuwa familia hii haikumwacha Yesu Kristo apotee. Haikumwacha Yesu Kristo aendelee kukaa na kushinda kule, lakini wao waliendelea kumtafuta, na wanapompata wanarudi naye nyumbani. Hawakumwacha tu afe au hawakumwacha tu aendelee kutangatanga kule, japokuwa alijua kabisa yuko sehemu salama, lakini familia ile ilitimiza wajibu wake. Lakini zaidi ya yote, kwenye familia yetu ya hii leo, na sisi tuna wajibu huo wa kuzitafuta familia zetu, ya kuhakikisha tunazikusanya familia zetu. Muda mwingine wengine wanapotea, wapo mbali, muda mwingine wengine wanajitenga na imani, muda mwingine wengine wanakengeuka. Tujue kuwa familia zetu, baba, mama na wazazi wanao wajibu wa kuitafuta familia yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Basi hili neno liendelee kutukumbusha tukiwa leo tunasherehekea kuhusu habari za familia takatifu. Liendelee kutufunza kwenye maisha yetu kuwa tukiwa kama familia takatifu tuna wajibu pia wa kuhakikisha tunawatafuta hata wale waliopotea. Tuna wajibu pia wa kutembeleana sisi ndugu kama ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana.